Kuna taarifa zinazodai kuwa mfalme wa Kuwait Emir amebadili dini na kuwa Mkristo. Ni uvumi usiokuwa na ukweli wowote ndani yake. Katika ulimwengu wa mitandao, habari kama hizi mara nyingi husambazwa ili kuleta taharuki na kuvutia wasomaji, lakini hazina msingi na ukweli aina yoyote. Lakini hapa, mpenzi mtazamaji, kuna ufafanuzi wa kina kuhusu hali halisi na msimamo wa kisheria nchini Kuwait. Lakini kabla ya yote, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Moja, uvumi huu mara nyingi huchanganywa na habari za zamani za mwaka 2012 na kuendelea, zinazomhusu mwanachama mmoja wa familia ya kifalme Al-Sabah anayeitwa Prince Abdullah Al-Sabah, ambaye alidaiwa kubadili dini kupitia kipande cha sauti kilichosambazwa. Hata hivyo, huyo hakuwa mfalme emir wa nchi hiyo ya Kuwait, na serikali ilikanusha kuwa mwanachama huyo hana nafasi yoyote rasmi ya uongozi katika nchi hiyo. Namba mbili, katiba na nafasi ya Uislamu Kuwait. Kuwait ni nchi inayofuata misingi ya Kiislamu kisheria na kijamii kwa mujibu wa katiba ya Kuwait. Kifungu cha pili kinabainisha kuwa Uislamu ndio dini ya taifa na sheria ya Kiislamu ndio chanzo kikuu cha utungaji wa sheria nchini humo Kuwait. Sharti la uongozi: mfalme lazima awe Muislamu katika nchi hiyo ya Kuwait. Ikiwa kiongozi atatoka nje ya imani hiyo, atapoteza sifa za kisheria za kuongoza nchi hiyo ya Kuwait kulingana na sheria za urithi wa uongozi. Namba tatu, msimamo wa serikali ya Kuwait. Serikali ya Kuwait haijawahi kutoa taarifa yoyote ya kubadilika kwa dini ya kiongozi wake. Viongozi wa Kuwait, kama ilivyo sasa kwa Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, wanaendelea kutekeleza majukumu yao kama viongozi wa Kiislamu, wakishiriki ibada na kusimamia mambo ya dini nchini humo. Kwa ufupi, hakuna mfalme aliyebadilisha dini nchini Kuwait, au hata mtoto wa mfalme, au hata miongoni mwa jamaa wa ndugu wa familia hiyo ya kifalme ambaye amebadilisha dini na kwenda kwenye dini ya Ukristo. Ni habari zinazovuma tu. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho. Ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Asante.